Leo nataka tufahamu sababu 6 zinazopelekea baadhi ya watu katika maisha yetu kuwa na choyo. Sababu ya mwanzo tunasema social comparison, kujilinganisha. Watu wengi ambao wana tabia kujilinganisha na watu wengine, aidha wamesoma pamoja au wanaishi sehemu moja au wapo katika harakati za maisha pamoja, lakini akiwa na desturi ya kujilinganisha mavazi yake, kipato chake, sio, itamjia ile ego, nafsi ya kutaka kumshindana naye, nafsi ya kutaka kumuonesha kwamba mimi niko juu kuliko wewe. Hali hii automatically, kadri mwenzio anapopata manufaa, basi unajikuta kwamba unaumia na hatimaye unafanya choyo. Lakini sababu ya pili tunaita social stratification, mgawanyiko wa matabaka katika jamii. Kama katika jamii kutakuwa kuna matabaka, hasa matabaka makubwa ya wasomi na waliokuwa sio wasomi, wenye uwezo na wasiokuwa na uwezo, sio? Hali hii italeta mgawanyiko wa watu. Kwa mara nyingi watu ambao wenye tabaka la juu kimafanikio watajitofautisha na watu wa tabaka la chini. Hali hii inapelekea watu wa chini na wao kutamani na wao waweko juu, ama watu wa juu kuwa dhihaki watu wa chini. Hali hii inapelekea baadhi ya watu kuwa na choyo kwa watu waliopata mafanikio. Lakini sababu ya tatu inayopelekea watu kuwa na choyo ni tabia ya kutojithamini na kutojiamini katika maisha. Wako baadhi ya watu wanaona wao ni watu wa kukosa, ni watu wa mikosi, na maisha yao yako pale pale, iko siku hayatopanda. Hali hii inawapa maumivu makali, hasa wanapoona baadhi ya wenzao wana mafanikio makubwa. Kwa hiyo hali ya kutokujithamini inapelekea hali ya kutokujiamini, na usipojiamini automatically utakuwa ni mtu kukata tamaa, na unapokata tamaa automatically unakuwa ni mtu mwenye kupoteza matumaini na kuwachukia baadhi ya watu wenye mafanikio.